Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Karibu moja kwa moja katika makala ya leo ambapo tutajifunza hadithi ya Goliati pamoja na Daudi. Biblia kupitia Samueli wa kwanza sura ya 17 aya ya 4 hadi ya 10 inatuambia Daudi alikuwa ni kijana mdogo, lakini Goliati alikuwa ni mtu mwenye kimo kikubwa, mwenye uzito mkubwa na mtu ambaye usingeweza kumfananisha na mtu yeyote. Licha hiyo, askari wa Israeli pamoja na wafalme waliweza kumwogopa. Lakini ni kwa nini sasa alipigwa na kijana mdogo Daudi? Na pia tutaangalia ni funzo gani ambalo tunalipata kupitia kwenye hadithi hii. Karibu na moja kwa moja tuwe pamoja. Daudi alianza kujitayarisha alipowaona askari wakirudi nyuma. Askari hao walikodoa macho kwa hofu wakiwa katika uwanja wa vita. Ni nini kilichowafanya waogope? Lazima iwe Daudi. Alisikia wakitaja kwa hofu tena na tena. Kilichowafanya waogope ni mwanaume fulani. Alikuwa ni mwenye umbo kubwa na la kutisha, na alikuwa amesimama katika eneo tambalale la bonde. Huenda Daudi hakuwahi kumwona mtu kama huyo maishani. Mtu huyo ni Goliati. Daudi alipomwona aligundua ni kwa nini wanajeshi wanamwogopa Goliati. Ni jitu kubwa linaloonekana kutokuweza kushindwa hata bila silaha zake kubwa. Huenda uzito wake ulikuwa zaidi ya watu wazima wawili, lakini alikuwa mwenye nguvu nyingi, uzoefu mwingi vitani, na aliingia kwa silaha nzito. Goliati alitoa wito wa ushindani. Fikiria kuhusu sauti yake nzito na kubwa iliyosikika katika miteremko ya vilima alipokuwa akitukana jeshi la Israeli na mfalme wao Sauli. Anawaambia wachague mtu mmoja ili apigane naye na kumaliza ubishi wa vita hiyo. Ukisoma Samueli wa kwanza sura ya 17 aya ya 4 hadi ya 10. Waisraeli waliogopa sana. Mfalme Saul aliogopa pia. Daudi alipata habari kwamba hali hiyo imedumu zaidi ya mwezi mmoja. Wanajeshi wa Wafilisti na Waisraeli walibaki kimya Goliati alipoendelea kudhihaki Waisraeli siku baada ya siku. Hali hiyo ilimhuzunisha sana Daudi. Lilikuwa jambo la kuaibisha kuona mfalme wa Israeli na jeshi lake, kaka zake watatu, wameingiwa na woga. Kwa maoni ya Daudi, Goliati mpagani hatishi tu jeshi la Israeli, bali alifanya jambo baya sana, yani kumtukana Mungu wa Israeli. Lakini kijana Daudi angefanya nini kuhusu hali hiyo? Tunaweza kujifunza nini kutoka kwa imani ya Daudi? Unaweza kusoma Samueli wa kwanza sura ya 17 aya ya 11 hadi 14. Jioni iliingia. Daudi alipokuwa akichunga kondoo wa baba yake katika eneo fulani kando ya milima huko Bethlehem. Huenda bado alikuwa kijana mwenye sura nzuri, maridadi na makini. Kuwa na kawaida ya kutumia muda wake kujifunza kupiga kinubi. Uzuri wa uumbaji wa Mungu uliomchochea na ustadi wake wa muziki ulioboreka, kwa sababu alitumia muda mwingi kufanya mazoezi aliyofurahia. Lakini jioni moja Daudi aliitwa nyumbani. Baba yake alihitaji kuzungumza naye. Unaweza kusoma Samueli wa kwanza sura ya 16 aya ya 12. Alipofika alimkuta Yese baba yake akizungumza na mwanaume mzee sana. Alikuwa Samueli, nabii mwaminifu. Bwana alimtuma kumtia mafuta mmoja wa watoto wa Yese awe mfalme anayefuata wa Israeli. Tayari Samueli alikuwa amewaona kaka zake Daudi. Hata hivyo, Bwana alimwambia wazi kwamba hakuna aliyemchagua kati yao. Daudi alipofika, Bwana alimwambia hivi, Samueli, mtie mafuta, maana huyu ndiye. Samueli akafungua pembe iliyokuwa na mafuta ya pekee na akayamimina juu ya kichwa cha Daudi mbele ya kaka zake wote. Baada ya kutiwa mafuta, maisha ya Daudi yalibadilika. Biblia inasema hivi: na roho ya Bwana itaanza kutenda kazi juu ya Daudi kuanzia siku hiyo na kuendelea. Unaweza kusoma Samueli wa kwanza sura ya 16 aya ya kwanza aya ya 5 hadi ya 11
na aya ya 13. Daudi kwa unyenyekevu alimsifu Bwana kwa kumwezesha kuwaua wanyama mwitu. Je, Daudi alianza kuwa na tamaa ya kunyakua ufalme? Hapana, aliridhika na kuendelea na kusubiri Roho wa Bwana imuongoze juu ya wakati unaofaa wa kuanza madaraka hayo mazito. Wakati huo aliendelea kufanya kazi yake ya hali ya chini ya uchungaji, na kazi aliyoifanya kwa kujitoa na kwa ujasiri mwingi. Mara mbili mifugo ya baba yake ilivamiwa, kwanza na simba kisha na dubu. Daudi hakuwafukuza tu wanyama hao, badala yake alipambana na kulinda kondoo za baba yake. Katika nyakati hizo mbili aliwaua wanyama hao hatari akiwa peke yake. Unaweza kusoma Samueli wa kwanza sura ya 17 aya 34 hadi 36, lakini pia unaweza kusoma Isaya sura ya 31 aya 4. Baada ya muda Daudi alipata mwaliko. Sifa zake zilimfikia mfalme Sauli. Ingawa bado alikuwa shujaa mwenye nguvu, Sauli alipoteza kibali cha Bwana kwa uasi wa maagizo ya Mungu. Bwana aliondoa roho yake kwa Sauli, hivyo mara nyingi mfalme huyo alitawaliwa na roho mbaya, yani hasira, shaka na jeuri. Roho hiyo mbaya ilipokuwa juu ya Sauli, jambo moja ambalo lingemsaidia kutulia ni muziki. Baadhi ya watu wa Sauli walisikia kuhusu ushujaa wa Daudi na ustadi wake wa muziki. Kwa hiyo Daudi aliitwa, na muda si mrefu akawa mmoja wa wapiga muziki na kuchukua silaha za Sauli. Unaweza kusoma Samueli wa kwanza sura ya 15 aya ya 26 hadi 29, lakini pia unaweza kuendelea. Unaweza kusoma Samueli wa kwanza sura ya 16 aya ya 14 hadi 23. Vijana wanaweza kujifunza mambo mengi kutokana na imani ya Daudi katika mambo hayo. Ona kwamba Daudi alitumia muda wake kufuatilia miradi iliyomwezesha kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Kwa kuongezea, kwa subira ilistawisha stadi mbalimbali zilizofaa na ambazo zilimfanya awe tayari kupata kazi. Zaidi ya yote, alikubali kuongozwa na Roho wa Bwana. Bila shaka hayo ni masomo muhimu ambayo sote tunaweza kujifunza. Unaweza kusoma Mhubiri sura ya 12 aya kwanza. Alipokuwa akimtumikia Sauli, mara nyingi Daudi alirudi nyumbani na kuendelea kuchunga kondoo wakati fulani kwa muda mrefu. Katika moja ya vipindi hivyo, Yese alimtuma Daudi kwenda kuwaona kaka zake watatu waliotumikia katika jeshi la Sauli. Daudi alitii na kuchukua mahitaji kwa ajili ya kaka zake, kisha kuelekea bonde la Ela. Baada ya kufika, alishangazwa kuona majeshi ya Israeli na Wafilisti yakiwa tuli bila kupigana kama ilivyoelezwa mwanzoni mwa makala hii. Majeshi hayo yalitazama kutoka pande mbili za miteremko ya bonde hilo pana. Unaweza kusoma Samueli wa kwanza sura ya 17 aya ya kwanza hadi ya 3. Lakini pia unaweza kusoma Samueli wa kwanza sura ya 15 aya ya 10. Kwa Daudi hiyo ilikuwa hali isiyoweza kuvumilika. Jeshi la Mungu aliye hai, Bwana, ingewezekanaje kutishwa na mwanadamu tu, tena mpagani? Daudi aliona dhihaka za Goliati kumtukana Bwana moja kwa moja. Kwa hiyo akaanza kuzungumza na askari kuhusu kumshinda Goliati. Baada ya muda mfupi, Eliabu kaka yake alisikia mazungumzo ya Daudi. Eliabu alimkemea Daudi na kumlaumu kwa kuja hapo ili tu kushuhudia mapambano. Lakini Daudi alimjibu hivi: sasa nimefanya nini? Je, nalikuwa neno tu? Kisha akaondoka, lakini akaendelea kusema kwa ujasiri kuhusu kumshinda Goliati mpaka mtu fulani alipomjulisha Sauli maneno ya Daudi. Kisha mfalme akaagiza Daudi aletwe mbele yake. Unaweza kusoma Samueli wa kwanza sura ya 17 aya ya 23 hadi 31. Daudi alisema maneno haya yenye kutia moyo kwa mfalme kuhusu Goliati: usiache moyo wa mtu yeyote uzimie ndani yake. Daudi aliona mambo kwa njia tofauti kabisa, hivyo akajitolea kupambana na Goliati. Unaweza kusoma Samueli wa kwanza sura ya 17 aya 32. Sauli alipinga kwa kusema hivi: wewe huwezi kwenda juu ya huyo Mfilisti kupigana naye, kwa maana wewe ni mvulana tu, naye ni mwanaume wa vita tangu uvulana wake. Je, ni kweli kwamba
Daudi alikuwa mvulana? Hapana, lakini alikuwa na umri mdogo kujiunga na jeshi na huenda alionekana kijana mdogo na mzuri. Daudi alimhakikishia Sauli kwa kumsimulia jinsi alivyopambana na simba na dubu. Je, alikuwa anajisifia? Hapana. Daudi alijua kilichomwezesha kushinda mapambano hayo. Alisema hivi: Bwana aliyenikomboa kutoka katika makucha ya simba na kutoka katika makucha ya dubu, yeye ndiye atakayenikomboa kutoka mikononi mwa huyu Mfilisti. Hatimaye Sauli akakubali na kumwambia, nenda na Bwana awe pamoja nawe. Unaweza kusoma Samueli wa kwanza sura ya 17 aya ya 37. Je, ungependa kuwa na imani kama ya Daudi? Ona kwamba imani ya Daudi haikutegemea mambo ya kuwaziwa tu. Ilikuwa ni imani katika Mungu wake kwa sababu ya ujuzi na mambo aliyojionea. Alijua kwamba Bwana ni mlinzi mwenye upendo na mtimizaji wa ahadi zake. Ikiwa tunataka kuwa na imani kama hiyo, tunahitaji kuendelea kujifunza kumhusu Mungu katika Biblia. Tunapoishi kulingana na mambo tunayojifunza, tutapata matokeo mazuri na hilo litaimarisha imani yetu. Unaweza kusoma Waebrania sura ya 11 aya ya kwanza. Mwanzoni Sauli alimpa Daudi mavazi yake. Mavazi hayo yalifanana na yale ya Goliati, yalitengenezwa kwa shaba na huenda yalitia ndani koti la chuma lililotengenezwa kwa vipande vya chuma vilivyo kama malinda ya nguo. Daudi alijaribu kutembea akiwa na mavazi hayo makubwa na mazito. Hata hivyo akagundua kwamba hawezi kuyatumia. Hakuwa na uzoefu wa kuwa askari, hivyo hakuzoea mavazi ya kijeshi, hasa ya Sauli ambaye alikuwa mwanaume mrefu zaidi katika Israeli. Unaweza kusoma Samueli wa kwanza sura ya 9 aya ya 2. Kwa hiyo akatoa mavazi hayo na kuvaa kawaida, yaani yale aliyozoea kuvaa wakati anachunga na kulinda mifugo. Unaweza kusoma Samueli wa kwanza sura ya 17 aya 38 hadi 40. Daudi alichukua fimbo ya kuchungia, mkoba begani mwake na kombeo. Huenda kombeo ilionekana kuwa silaha ya kawaida, lakini kwa kweli kombeo ilikuwa silaha hatari. Kombeo ilikuwa na mfuko mdogo katika miisho ya kamba mbili ndefu na ilikuwa silaha muhimu kwa mfugaji. Mtu aliweka jiwe katika mfuko mdogo na kuzungusha kwa nguvu juu ya kichwa chake, kisha kuachia kamba moja ili kulenga shabaha. Silaha hiyo ilikuwa bora hivi kwamba wakati fulani majeshi yalikuwa na kikosi cha watu wenye kombeo. Akiwa tayari, Daudi aliharakisha ili kukutana na adui wake. Tunaweza kuona jinsi Daudi alivyosali kwa bidii aliposimama katika bonde kavu na vijito na kuokota mawe madogo 5 yaliyo laini, kisha akakimbia ili kwenda kwenye uwanja wa vita. Goliati alifikiria nini alipomwona mpinzani wake? Akaanza kumdharau kwa sababu alikuwa mvulana tu, mwekundu na mwenye sura nzuri. Kisha Goliati aliuliza hivi kwa sauti nzito, je, mimi ni mbwa hivi kwamba unijie na fimbo? Huenda aliona tu fimbo ya Daudi, lakini hakuona kombeo. Kisha alimlani Daudi kwa majina ya miungu ya Wafilisti na kuwapatia ndege wanyama wa porini maiti ya adui wake. Unaweza kusoma Samueli wa kwanza sura ya 17 aya ya 41 hadi 44. Hadi leo jibu la Daudi linathibitisha imani yake yenye nguvu. Hebu waza kijana huyo akimwambia Goliati hivi, unakuja kwangu ukiwa na upanga na mkuki na fumo, lakini mimi naja kwako nikiwa na jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa vikosi vya Israeli ambaye amemtukana. Daudi alijua kwamba nguvu za mwanadamu na silaha bora si jambo muhimu. Goliati alimdharau Bwana. Angechukua hatua. Daudi alisema hivi, vita ni vya Bwana. Unaweza kusoma Samueli wa kwanza sura ya 17 aya ya 45 hadi 47. Haimaanishi kwamba Daudi hakuona kimo na silaha za Goliati. Hata hivyo, Daudi hakuruhusu mambo hayo yamfanye aogope. Hakufanya kosa ambalo Sauli na wanajeshi wake walifanya. Daudi hakujilinganisha na Goliati. Badala yake alimlinganisha Goliati na Bwana. Ingawa Goliati alikuwa na urefu wa futi 9.5 na kuwazidi watu wengi kimo hicho kilikuwa bure kulinganisha na Mwenyezi Mkuu wa ulimwengu wote mzima. Kwa kweli, kama ilivyo kwa mtu yeyote, Goliati alikuwa mdogo zaidi ya mdudu, na katika kisa hiki
mdudu ambaye Bwana alikuwa tayari kumwangamiza. Daudi alimkimbilia adui yake jiwe na kuchukua jiwe katika mkoba wake. Aliweka katika kombeo na kuzungusha juu ya kichwa chake mpaka ilipokuwa tayari. Goliati alimkimbilia Daudi, huenda akiwa nyuma ya askari aliyembebea ngao. Yaelekea kimo cha Goliati kilifanya ngao isiwe na faida kwake, kwa kuwa aliyebeba ngao alikuwa na kimo cha kawaida, hivyo asingeweza kuinua ngao na kumkinga kichwa. Daudi alitumia fursa hiyo kulenga kichwani. Unaweza kusoma Samueli wa kwanza sura ya 17 aya ya 41. Daudi akizungusha kombeo juu ya kichwa chake ili kumkabili Goliati. Daudi aliona jitu hilo kuwa si kitu kulinganisha na Bwana Mungu. Daudi alirusha jiwe. Waza ukimya jiwe lilipokuwa likielekea kwa Goliati. Bila shaka Bwana alihakikisha kwamba Daudi analenga shabaha. Jiwe likapiga na kuzama moja kwa moja katika paja la kichwa cha Goliati. Jito hilo likaanguka chini kifudifudi. Inaelekea mchukua silaha wake alikimbia kwa hofu. Daudi alimkaribia Goliati na kumkata kichwa kwa upanga wake mwenyewe. Unaweza kusoma Samueli wa kwanza sura 17 aya 48 hadi 51. Hatimaye Sauli na wanajeshi wake wakapata tena ujasiri, wakapiga kelele kubwa za vita na kuwafukuza Wafilisti. Vita vikamalizika kama vile ambavyo Daudi alikuwa amemwambia Goliati, Bwana atawatia ninyi mikononi mwetu. Unaweza kusoma Samueli wa kwanza sura ya 17 aya ya 47, 52 na 53. Leo watumishi wa Mungu wanashiriki katika vita halisi. Wakati kufanya hivyo ilishapitwa na wakati, lakini bado tunahitaji kuiga imani ya Daudi kama yeye. Tunapaswa kumwona Bwana kuwa halisi, yani Mungu pekee anayestahili ibada na heshima. Wakati fulani huenda ukaona kuwa matatizo yanayokukabili ni makubwa sana. Hata hivyo, matatizo hayo ni madogo kulinganisha na Bwana aliye na nguvu zisizo na mipaka. Ikiwa tumemchagua Bwana kuwa Mungu wetu na mwenye tumaini letu kama Daudi alivyofanya, hakuna changamoto au matatizo yanayoweza kutuogopesha. Hakuna jambo linaloweza uzidi uwezo wa Bwana. Hadithi ya Daudi na Goliati inatufundisha kuwa na imani, ujasiri na kumtegemea Mungu. Tunaweza kushinda vikwazo vikubwa zaidi bila kujali udhaifu wa kimwili. Inaonyesha vita si ya kimwili tu, bali ni ya kiroho, na kushinda huja kwa wale wanaomtumainia Bwana badala ya silaha za wanadamu. Masomo makuu kwenye hadithi hii ya Goliati na Daudi inatufundisha kwamba imani yashinda hofu. Daudi hakuogopa ukubwa wa Goliati kwa sababu alijua Mungu yupo upande wake, akifundisha kuwa imani ni silaha kubwa kuliko hofu. Pia fundisho lingine tunalipata kwenye hadithi hii ni Mungu kumpa mtu nguvu. Ushindi haupatikani kwa upanga au mkuki, bali kwa uweza wa Mungu. Katika hadithi hii inatufundisha kuwa tuwe jasiri na kumwamini Mungu. Daudi alijitolea kupigana na jitu wakati jeshi zima la Israeli lilikuwa na hofu, kuonyesha ujasiri wa kweli, akionyesha ujasiri wa kweli. Pia hadithi hii inatufundisha kutokutumia silaha za kawaida. Daudi alikataa silaha za Sauli na kutumia kombeo na mawe, ikionyesha kuwa Mungu anaweza kutumia njia rahisi kushinda mambo magumu. Pia hadithi hii ya Goliati na Daudi inatufundisha kuwa Mungu anapigania watu wake. Hadithi hii inasisitiza kuwa Mungu atawapa ushindi wale wanaomtegemea, kama ilivyokuwa kwa Daudi.